Mathayo sura 28 mstari wa 18 tusome. Akaja kwao akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Alafu sasa mimi mkiwafundisha, si ndio? Huwa kwenye ufahamu wangu nasoma hivi, mfalme Yesu akaja kwao akawaambia, kwenye ufahamu wangu, ili nisisabu kizima ambacho nilikuwa ninasoma from beginning. Maana Mathayo ameput emphasis ya kwamba Kristo ni mfalme ambaye ameuleta ufalme wa Mungu duniani, au Kristo ni mfalme ambaye ameleta ufalme wake duniani. Na hata mstari ambao anasema nimepewa mamlaka mbinguni na duniani, ni mstari ambao upo kwenye context ya kifalme. Kitabu cha Danieli sura 7 mstari wa 13. Danieli akiwa katika maono, kama ambavyo manabii wengi wanakuwa katika hiyo state, akaona katika maono, ilikuwa ni vision, akamwona mtu mfano wa mwanadamu au mwana wa Adamu akiletwa na mawingu, akisogezwa mbele ya mzee wa siku, ambako alipokea ufalme, alipokea mamlaka, alipokea utukufu, alipokea na heshima, ili kabila za watu wote wapate kumtumikia. Baadaye na describe ya kwamba ufalme wake ni ufalme ambao hauwezi kuangamizwa, bali ni wa milele na milele. So anavyosema nimepewa mamlaka mbinguni na duniani, kila msomaji akisoma hilo anagundua anachokisema ni utimilifu wa unabii ambao Danieli alikuwa ameuona miaka mingi kabla ujio wake. So maana Kristo ametimiza unabii wa Danieli, na hata kabla ya kufa, wakati wale viongozi Farisayo, yule kuhani mkuu akasema, ninakuapisha kwa jina la Mungu aliye hai, tuambie kwamba wewe ndiye Kristo, wewe ndio mwana wa Mungu, Kristo mwana wa Mungu. Akasema, mtamwona mwana wa Adamu akija na mawingu akiwa pamoja, mtamwona mwana wa Adamu ameketi mkono wa kuume wa nguvu wa Mungu, akija pamoja na mawingu akiwa na malaika zake watakatifu. Kwa ile concept akija pamoja na mawingu kwenye maandiko mara nyingi kuja kwa Kristo na mawingu inafasiri unabii wa Danieli aliyouona sura 7 mstari wa 13. Okay? Ambao mara nyingi inaashiria the presence of God. Kwa ni kama kusema kwamba I will come in the very presence of God himself. I will come with the very presence of God katika ku-execute judgment upon the nations. Tuko pamoja mpaka hapo? Okay. So anasema kwa hiyo mamlaka kama Kristo mfalme, enendeni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi. Okay? That is hiyo ni kazi au wajibu, ni mandate ambayo tumepokea kutoka kwa mfalme wetu Kristo. Okay? Kwa Mungu mfalme, kwa Bwana mfalme Yesu Kristo, kwamba tuna that responsibility kuandaa watu kuwa wanafunzi. Hapo neno wanafunzi, neno la Kiunani mathetio. Okay, mathetio. Mwalimu alisema aliwafundisha ya kwamba Biblia imeandikwa katika lugha kubwa 3: Kiebrania, Kiaramu na Kiunani. Matumizi ya lugha hizo sio necessary kwa wanafunzi kama waelewi, lakini zinapobidi kwa ajili ya kuhifadhi maana kamili ya kile ambacho kilikuwa kinasemwa, hakuna budi kuzitumia. Kwa nini nimechagua hilo? Kwa sababu ukiangalia katika desturi ya Kiunani, neno mathetio halitofautiani na hii namna ambavyo huyu dogo anaenda shule darasa ngapi? La 6. Okay. So manake ni msamiati ambao unaelezea maisha ya kawaida ya mwanafunzi. Okay? Mathetio. Okay? Ni kama kuandikishwa shuleni. Okay? Kama vile nampeleka mtoto kwenda kumwandikisha shuleni. Naelewa? Ndio maana mahali pengine wanatumia neno linaweza katafsiri kama scholar, mwanafunzi. All together. Kwa ni kama kumwandikisha ama kumsajili mtu katika taasisi ya kujifunza. Okay? Na kutokea hapo anabeba utambulisho kama scholar. Mathetio. All together. Kwa maana yake Bwana Yesu ametupa that mandate ya kwamba tuhakikisha kwamba wale ambao tunawafikia wanakuwa ni
wanafunzi, lugha nyepesi ya kwamba watu ambao wamejisajili katika shule ya maandiko matakatifu wanatakiwa kufundishwa na kujifunza na kufundisha nao pia. Maana dhumuni ya haya ambayo tunajifunza, yes, ni kumwabudu Mungu, ambao ni jambo la kwanza. Kujenga uhusiano wetu bora na Mungu ni jambo la kwanza, lakini also tuna wajibu wa haya kuwafundisha kwa watu wengine. Tunapata walimu wa physics kutoka kwenye darasa la wanafunzi wa physics, au tunapata walimu wa madaktari kutoka kwenye darasa la walimu wa madaktari. Au together. So manake mentality ambayo imeanza kupungua ni pale ambapo tunafikiri wanafunzi ni kama vile kuna wanafunzi wa Biblia na wanafunzi wa duniani. No. Maandiko hayajasema hivyo. Wanafunzi ni wanafunzi, na mmoja nyenzo muhimu katika wanafunzi neno discipline, nidhamu. Hakuna wanafunzi bila nidhamu. Okay? Wakati fulani kutafsiri neno wanafunzi kama ufuasi wa ni neno zuri, lakini kikawaida walipokuwa wanaitumia, manake nikisema wewe ni mwanafunzi wa Farisayo Nikodemo, manake ni mfuasi wa theolojia ya Nicodemus. So manake ufuasi ulikuwa ni katika elimu, si katika vitu vinginevyo. Kwa maana nikisema mimi ni mwanafunzi wa Yesu, manake ni mfuasi wa elimu ya Kristo Yesu. Manake ninakaa kwenye ideas ama ideologies ambazo zimejengwa katika central thought za Kristo mwenyewe. Ndio mpaka hapo. Kwa manake mimi ni mwanafunzi, manake ni mfuasi wa mafundisho ya Kristo. Kwa maana baadaye aliposema mkawafanye mataifa kwa wanafunzi, chini anasema mkiwafundisha kuyashika yote nilioamuru. Hajasema niliowafundisha, niliowaamuru. Manake it means kile ambacho Kristo amekifundisha ni doctrine. Na mara nyingi neno amuru tunaliona kwenye application kwenye vitabu vitano vya Musa, inatumika kama kuspeak a command. Something ambacho hauwezi ukakibadilisha, unakifanya au unakipokea kama unavyofanya. So manake injili ya Kristo ni command, ni commandment. Si kitu ambacho tunakutana kwanza kuargue, hii ndio maana yake. No, it is a command. Ndio maana juu nikamwambia ni agizo ambalo natoka kwa Bwana mfalme, niliowaamuru ninyi. So manake katika wanafunzi hakuna argument ya nini cha kujifunza. Okay? No argument ya kwamba hiki kweli kina hiki kweli Yesu alichosema kina maana. No. Manake ni kwamba mafundisho ya Kristo yametolewa kama amri, kama agizo kwetu. Hatuna nafasi ya kubadili kile ambacho Kristo amekisema. Hatuna nafasi ya kuongeza au kupunguza katika kile ambacho Kristo amekisema. So mpaka hapo, are we together? Okay. So manake kutokea hapo, manake sisi ni wanafunzi wa Kristo. Okay? Sisi ni wafuasi wa elimu na mafundisho ya Kristo Yesu. Tuwe moja mpaka hapo. Okay. Then kutoka kwenye huo uelewa, na tumejifunza jambo la msingi sana kwamba Kristo alikuja kuyatimiza yale ambayo alikuwa ameandikiwa katika maandiko, si ndivyo? So manake tumesema yale ambayo yote tunasoma katika Old Testament yanapata maana kama ikihusianishwa na kazi ya ukombozi wa Kristo Yesu. Nje na hapo yanakosa maana. Maana huo ndo mpango ambao umefunuliwa kutokea kitabu cha Mwanzo mpaka kitabu cha Ufunuo. Kitabu cha Mwanzo mpaka Malakai yamefunuliwa kama ahadi itakayotokea, ni ahadi, ni kama mambo yatakayotokea. Lakini katika Injili yamefunuliwa kama mambo tayari yamekwisha kutokea. Kwa maana yake Kristo alichokiamuru kawaida, yale ambayo anayafundisha haina maana na kinzana na kile ambacho manabii alifundisha. Badala yake anatoa maana ya kile ambacho manabii walikuwa wanakifundisha. Kwa moja mpaka hapo. Kwa maana yake mafundisho ya Kristo ni mafundisho ya manabii, au mafundisho ya Kristo ni maana mafundisho ya manabii. Au narudia kusema hivi, maisha ya Kristo, matukio ya Kristo, maneno ya Kristo ni maana ya kile ambacho manabii walikuwa wanakisema kuhusu Mungu.
Hivyo ni kama kusema Kristo ni mfano wa Mungu asionekana. Hivyo ni ufunuo kamili usiokuwa na makosa kuhusu Mungu wa Utatu. Maanake Mungu wa Utatu katika namna ambayo visibly, kwa namna ambayo ameonekana ni mara moja katika historia, katika Kristo Yesu. Unavyosoma katika Old Testament, Agano la Kale, kuna concept muhimu inaitwa theophany, mafunuo, ni physical appearance, Mungu kujionyesha, okay, kwa namna ambavyo anaweza akahusiana na watu. Kuna wakati anajionyesha kama kijiti kilichoteketezwa. Kuna wakati anaapia kama a person. So manake kwa mara kwanza Mungu hajaonekana na watu alivyokuja kama Kristo. Hiyo sio mara kwanza. Lakini kwa mara kwanza Mungu amekaa na watu, amemake permanent residence kati ya watu alivyokuja katika Kristo. Ndio maana Yohana 1:14 anavyosema kwamba na neno lifanyika mwili akakaa kwetu. Neno akakaa, neno la Kiyunani skeno, ambalo linafanana na neno la Kiebrania ambalo linatafsiri hema. Ni kama kufanya makao mahali. So manake ile kusoma ni Old Testament, Mungu anaapia, labda ameongea na Abraham, baadaye anaondoka. Mungu ameapia, labda ameonana na Joshua, baadaye anaondoka. Mungu ameapia, labda ameonana na Gideon, baadaye anaondoka. Lakini katika Kristo Mungu amehusiana na sisi zaidi ya miaka 33 na hajaondoka, anakaa ndani yetu. So manake tunaweza kumuona Mungu tusiyemuona kwa macho na tukamfahamu Mungu tusiyemuona kwa macho kwa huyu Mungu ambaye ameonekana kwa macho. Hivyo tunakuja na conclusion ya kwamba Yesu ndiye ufunuo kamili wa Mungu ni nani. Manake nisipomfahamu Yesu sijamfahamu Mungu. Na kila shambulio dhidi ya Kristo ni shambulio dhidi ya Mungu wa Utatu. Hapo tukaja na conclusion mwanzoni kabisa kwamba sisi na Waislamu, sisi na Wakatoliki hatumwabudu Mungu mmoja. Maana kama our perceptions, mitazamo yetu kuhusu Kristo imetofautiana, maana aina ya Mungu ambaye tunamwabudu hawezi akafanana. Sio tukalazimisha kuwa na ibada za pamoja kama vile kuonesha wanaita umoja imani ambao si ule ambao kitabu cha Efeso kilitafsiri. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ambaye tunamwabudu amefahamika vyema katika Kristo. Halo? So manake ninavyosoma maandiko matakatifu, kwa nini? Okay, kitabu cha heshima na chenye maana kubwa kwenye maisha yetu ni Biblia. Lakini kitabu ambacho kinaweza kikamaanisha chochote ambacho nataka kwenye dunia ni Biblia. So manake tusipokuwa na uwezo mzuri wa kusoma Biblia kama ambavyo tumepewa, manake itakuwa ni chanzo cha mafundisho ambayo atakuwa ni sumu. Umefikiria kwamba unavyofuatilia historia sasa hivi tu karibuni, kuna manyanyaso mengi ambayo Kristo anayapitia kwa sababu ya interpretation mbaya ya maandiko matakatifu. Tusiende mbali tu hapo Kenya, tusiende mbali hapa tu Tanzania. Kuna tukio baya tokea kule Moshi, sio Arusha, la ukanyagaji wa mafuta ambao lilipelekea takriban watu zaidi ya 20 kufa. Si ndivyo? Yote ni ufasiri mbaya wa maandiko. Ukienda hapo Kenya, kuna watu ambao waliambiwa wafunge mpaka wafe, ni kwa sababu tu ya fundisho baya kuhusu fasting. Ukienda Uganda, kulikuwa na kikundi cha Kikristo ambacho nacho ni kama kinafanya ugaidi kama kikundi cha Kiislamu, kutetea kwamba Kristo inabidi nchi iendeshwe na amri za Mungu. Yote ni ufasiri mbaya wa maandiko matakatifu. Yaani kama mnafikiri Qur'ani ni kitabu kibaya, Qur'ani kitabu kibaya, Biblia ni kitabu kibaya zaidi kuliko Qur'ani. Wangekuwa wale wataalamu wa Kiislamu wangechukua ka portion yake, afa angeniweka pale, mchungaji amesema. Umeona la kusoma kufuatilia mahubiri katika muktadha.
Ukichukua tuka portion ya kwamba amesema mwenyewe, msifikiri kwamba Qur'an ni kitabu kibaya, ila Biblia ni kitabu kibaya zaidi. Ubaya manake kama maandiko matakatifu yakifasiriwa vibaya, Qur'an ikifasiriwa kwa usahihi inaleta maafa. Yaani wakisema wafasiri Qur'an kwa usahihi na ubora inaleta maafa makubwa. Lakini the same Biblia ikitafsiriwa kwa kutokuwa, ikifasiriwa kwa namna sio kwa sahihi inaleta maafa makubwa kuliko hata Qur'an. Tuko mpaka hapo. Kwa maana yake kwa nini kuna umuhimu kujua haya mambo kama hivyo tunafundisha na kueleza? Ni kwa sababu usipoelewa kwa namna hii ambayo unafundishwa, manake utajikuta unajiita Mkristo lakini sio Mkristo. Kwa sababu wengi tunalibeba hilo jina, lakini uhalisia ni kwamba hatuna that revelation ambayo Peter alikuwa nayo ya kwamba Kristo Yesu ni Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Aliyefika kwenye ufahamu. Ikiwa tumefika kwenye ufahamu, hatuwezi tukampa usawa na Bikira Maria. Tukawa tuna describe matukio ya Maria kama vile ni matukio ya Kristo mwenyewe. Kama tungelikuwa tunatoa usawa, yani kama kweli Kristo ni mwana wa Mungu au that unique monogenes, mwana wa Mungu pekee, manake tusingetilia shaka sadaka ya Kristo ambayo imetolewa mara moja na kutukamilisha milele, na kutaka kufikiri kwamba kila Jumapili natakiwa tumtoe Kristo katika madhabahu kama sadaka harisi kwa ajili ya wanadamu. So manake hawajashambulia moja kwa moja kwamba hatumwamini Kristo, lakini their doctrine, their belief, namna ambavyo wanajibievu inaonyesha kwa wazi kabisa kwamba hawaamini kama vile wanavyosema. All together. So manake sisi ni wanafunzi wa maandiko matakatifu. Sisi ni wanafunzi wa maandiko matakatifu. Haleluya. 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 Kwa manake ni wajibu wetu kuendelea kujifunza maandiko matakatifu. Kwa manake wakati unaenda kwenye Agano la Kale kufundisha mtembeo wa Roho, nataka usiangukie njiani. Twende kwa pamoja kuangalia, nikijenga hoja katika kile ambacho kilianza kusemwa na mtumishi pale kwenye Bible study. Okay. Mimi nitatumia kitabu cha karibu. Skeno manake ni hema. Hema. Sasa na kuweka hema ambako kumefasiriwa katika kile kitabu cha Yohana, kuweka hema inafanisha mtu ambaye amekuja kufanya makazi au makao. Makazi au makao. Kwa manake kwa mara kwanza Mungu amefanya makazi au makao ni katika Kristo. Hiyo ndio mara kwanza. Lakini matukio ya kuja na kuondoka yako mengi tu kwenye Agano la Kale. Halo? Lugha nyingine ya kwamba tukisema skeno, Mungu amefanya makao au ameweka hema yake katikati yetu. Hiyo lugha ukifuatia kwa makini, manake inaonyesha kwamba Yohana kama kile ambacho Masawa anakisema ya kwamba this is a new tabernacle. Kwa sababu dhumuni ya Mungu kuambia wajenge hema ilikuwa ni kwamba Mungu ana mahali pa kukaa, si ndivyo? No. Lakini swali ni kwamba Mungu alikuwa anakaa pale ndani. Isaya anasema kwamba Bwana hakae kwenye nyumba ambazo zimejengwa kwa mikono. So maana kile kilikuwa ni ufunuo wa ukweli ambao utakuja siku zile zijazo. So maana ni kama vile kusema wao kujenga hema ilikuwa ni namna ambayo Mungu anawafundisha kwa habari ya ujio wa yeye katikati ya wanadamu. Ya kwamba kuna wakati Mungu atafanya maskani yake miongoni mwenu. Out together. Ambapo sasa hiyo maskani ambayo Mungu amefanya miongoni mwa watu ni uwepo wake kwa njia ya Kristo Yesu. Tuko pamoja mpaka hapo? Okay, sawa. Sasa kwa namna hiyo manake ikiwa tukifasiri maandiko tofauti na uhalisia huo, manake tunatoa mwanya kwa elimu nyingine ku take over. Yaani pafike mahali ambapo uchambuzi wetu wa maandiko
unaonyesha wazi kwamba sisi ni wanafunzi na tumemjua Kristo. Tumemjua Kristo kwa sababu nimwambia injili ya Kristo ni command. Ni kitu ambacho hakiwezi kubadilika, ndivyo kilivyo. So manake yote ambaye hayapokei mafundisho ya Kristo manake anaenda kinyume na command ya Kristo Yesu mwenyewe. Twende sura ya 2 kitabu cha Mwanzo, tuangalie utendaji wa Roho katika wigo wa Kristo. Then twende kitabu cha Mwanzo sura ya 2 ule mstari wa 8. Bwana Mungu akapanda bustani upande wa mashariki ya Edeni, akamweka ndani yake huyo mtu aliyemfanya bustani. Sema bustani. Sema bustani. Hii kwani bustani ina gani? Ya matunda, si ndio? Unafikiri hapo hajaandika, lakini unafikiri tunda gani lilikuwepo kwenye ile bustani? Unapenda tunda gani? Apple lilikuwepo eti? Kwa utamu apple ulikosa Eden. Ukienda Eden ukakosa apple manake sio Eden, si ndio? Unapenda tunda gani? Apple. Tunda gani? Ndizi. Tunda gani? Apple. Parachichi. Kwa ukienda Eden ukikosa parachichi unahisi umeingia mahali pengine kabisa. Maana Bwana analetaje ile tunda tamu hilo kuto kuwepo Eden. Hivi bustani inakuwa na matunda au bustani inakuwa na maua? Na maua eti. Kuna bustani za matunda na bustani za maua. Ila zina vyote. Nyingine zina vyote. Na nyingine zina mboga, bustani ya mboga. Sasa bustani ni nini sasa? Kama kuna bustani ya maua, bustani ya matunda, bustani ya mboga. Na okay. Anasema bustani mahali pa makusanyiko ya miti. Miti inaweza kuwa ni miti ya matunda, miti ya maua au miti ya mboga, si ndio? Okay, sawa. Sasa Bwana Mungu akapanda bustani upande wa mashariki mwa Edeni. Bila kupepesa macho, hii bustani ambayo ina matunda yanayotamanika kwa macho, kusoma mstari wa chini, ilikuwa ni kwa ajili ya Adamu kula, si ndivyo, na kulala. Ikiwa tumesema tunaelewa maandiko katika ufahamu wa Kristo, tunabidi tu discover ni kweli imetumika lugha ya kibinadamu. Niwaonya pale mwanzoni ya kwamba nitatumia lugha ya picha. Imetumika lugha ya kibinadamu, lakini je, Mungu alikuwa anamaanisha bustani ambayo Adam atakula matunda? Hiyo ni swali very critical ambalo manabii walikuwa wanaofahamu. Hiyo bustani ilikuwa inamaanisha kitu gani? Na ufahamu wao unatofautiana sana na sisi kile ambacho tunafahamu kuhusu bustani. Maana matumizi ya neno bustani kwenye Injili ya Musa, ukiangalia kwenye kitabu cha Mwanzo, si tu hapa ambapo anaonyesha kwamba kuna bustani, anatumia maneno mengine also kuelezea kitu hicho, mahali penye mikusanyiko ya miti. Unavyoenda kusoma kitabu cha Mwanzo sura 18, Mungu anamtokea Abraham akiwa kwenye mikusanyiko ya miti inaitwa mialoni. Even watakatifu, ukisoma kitabu cha Mwanzo, kina Isaka, kina Yakobo, walikuwa na desturi ya kujenga madhabahu katika eneo ambalo linakuwa na mkusanyiko wa miti. So manake anavyotaja bustani ya Eden, lengo kubwa la Musa kutumia bustani halitofautiana na namna ambavyo anaonyesha patriarchs Abraham, Isaka na Yakobo vile ambavyo alikuwa na nafasi ya kumwabudu Mungu kwenye mkusanyiko ya miti. Kutoka mwenye mpaka hapo. Swali ni kwamba
Kwa nini wanakusanyika katika mti? Ni kwamba kwenye ulimwengu wa mashariki, moja ya eneo ambalo walikuwa wanaamini miungu inakaa ni eneo lenye misitu minene. Na ukweli hujaishia kwetu, hujaishia kwao tu, upo hata kwetu. Vijijini matambiko makubwa makubwa Unyakyusani yanafanyika kwenye misitu inaitwa masiesie. Masiesie ni mahali ambapo haparuhusiwi kufanya shughuli yote hivi na ukataji wa mti. Ni msitu ambao umewekwa kwa ajili ya mizimu. So maanake inapotokea kuna janga la kijamii, machifu wanaenda huko ndani kwa ajili ya kafara na matambiko. Kusema so maanake namna njema ya kuelewa bustani ya Eden, tunahamisha uelewa wetu kutoka kwenye miti kwanza, uelewa wetu unaenda katika kuelewa kama mahali pa ibada. Elewa, kama mahali pa ibada. Maana ukisoma features za bustani ya Eden zinafanana sana na features za tabernacle ambayo Musa alijenga. Kwa lugha hiyo ni kama hivi, kile ambacho Musa anakifasiri kama bustani kwenye kitabu cha Mwanzo ndicho ambacho anakifasiri kama hema kukutania kwenye kitabu cha Kutoka, na ndicho ambacho kinafasiriwa kama hekalu kwenye kitabu cha Wafalme. Swali ni kwamba tukitaka kujua nini ambacho kinafanyika kwenye bustani ya Eden, hakuna budi kujua nini ambacho kinafanyika kwenye hema na kwenye hekalu. Halo? Kwa kama ni kusema hivi, matumizi ya lugha ni tofauti, lakini the intention ya hayo maeneo yalikuwa ni the same. Labda niulize swali makini, nini kilikuwa ni maalum sana kwenye hema kukutania ambapo Musa alijenga? Utukufu wa Mungu au uwepo wa Mungu. Kulikuwa na that shakaina, okay? The presence ya Mungu katika hayo maeneo. Na unaposoma bustani ya Eden unagundua lilokuwa la kipekee na la maalum ni uwepo wa Mungu. Maanake palikuwa ni mahali pa Adam anaposhirikiana na Mungu. Maanake palikuwa ni mahali pa intimacy, mahali pa ushirika na Mungu. So maanake activities ambazo zipo kwenye bustani Eden zinaelezea ushirika, that communion, koinonia ambayo Adam alikuwa nao na Mungu, ambao sasa katika bustani Eden imechorwa kama ulaji wa matunda. Na tunakaza ukweli huu ambao nimeusema. Unavyoenda kwenye kitabu cha Wimbo Ulio Bora, anatumia lugha ya matunda kuelezea intimacy. Yaani anaelezea ufanyikaji wa tendo la ndoa kama lugha ya kula matunda. Ni kwamba kwa intimacy anaelezea kama kula matunda. Tunafahamu hilo, si ndivyo? Tunalifahamu hilo? Unasoma kitabu cha Wimbo Ulio Bora, ametumia matunda na miti na lugha nyingineyo kuelezea mahaba, love, sexual love. Halo, yako maeneo mengi. So hapa hapo tunaelewana vizuri. Okay. Ambapo katika kueleza hivyo, nisikize vizuri, katika kueleza hivyo manake na tukienda katika lugha ya Kiebrania kwenye kile ambacho kimeelezewa kwenye sura 4 mstari wa kwanza kwamba Adam akamjua Hawa mkewe, akazaa mtoto akamwita Kaini, akasema nimepata mtoto mwanamume kutoka kwa Bwana. Ile akamjua neno adaa, ambapo neno adaa linaeleza about intimacy, kuwa na ushirika wa pamoja. Sasa ile adaa katika ile utumika manake ni kuwa na ushirika wa pamoja katika ngono. Na ndio ambao msamiati ambao Yesu aliuchagua anapotumia kwamba uzima milele ndio kujua wewe Mungu wa kweli. Kwa maanake maarifa ya Mungu maanake ni kuwa na that intimacy with him. Hiyo ndio ilikuwa ni mpango wa awali kabisa wa Mungu, kuwa na ushirika na wewe, kuwa na koinonia na wewe. Halo? Wako mnasikia vizuri? So maanake
ulaji wa matunda ambao Adam unauona katika kitabu cha Mwanzo ulikuwa unaelezea mwanadamu kuwa na nafasi ya kuwa na koinonia, kuwa na intimacy, kuwa na ushirika na Mungu. So ni kama Mungu anampa Adam invitation, mwaliko wa kuwa naye katika koinonia, kama vile ambavyo mwanaume na mwanamke wanapata mwaliko wa kuwa na intimacy together, marriage intimacy together. Hello? So manake kinachotokea kwenye bustani ya Eden nabii kifasio kwamba either Adam amekubali kuwa katika ushirika na Mungu au amekataa kuwa katika ushirika na Mungu. Ndio maana nisikize vizuri, utanielewa tu. Unaposoma kitabu cha Mwanzo sura ya 2, hiyo mwishoni kabisa tunamwona tukio linamalizika kwa kumwelezea Adam na Eva, si ndivyo? Au Hawa, si ndivyo? Si ndivyo? Na then mtume Paulo anatumia the same analogy ambayo tunaiona hapo kitabu cha Waefeso sura ya 5. Anasema kwamba Adam alikuwa ni mfano wa kanisa. No, Adam alikuwa ni mfano wa Kristo, Hawa alikuwa ni mfano wa kanisa. All together. So manake kwenye ulaji ule ambao tunaona katika bustani ya Eden, hatuna budi kufikiri ni namna ya upotevu kufikiri aina matunda ambayo alikuwa kwenye bustani. Badala yake inabidi utumie lugha ile ya matunda kuelezea the intimacy, koinonia ambayo Mungu alikuwa amekusudia kuwa nayo na wanadamu. Kwa hivi Adam kula mti wa uzima ni lugha ya picha Adam kuwa na ushirika na Mungu. Adam kula mti wa ujuzi wa mema na mabaya ni lugha ya picha Adam kukataa kuwa na ushirika na Mungu. Na uwezo ukawa na vyote kwa wakati mmoja. Na je, Adam alitakiwa kuwaje na ushirika na Mungu? Very simple. Alitakiwa kuwa na ushirika na Mungu kwa kumwamini Mungu, to trust on the Lord. Kwa kumwamini. Kwa manake ushirika wa Adam na Mungu ulijengwa katika imani, ambapo that faith ilikuwa ina show the degree of dependence ambayo Adam anayo kwa Mungu. Kwa ni kama kusema hivi, Adam anakuwa na ushirika na Mungu kwa yeye kumtegemea Mungu, si ndivyo? Kumtegemea Mungu ambako kunaonyeshwa kwa kulifuata neno ambalo Mungu amemwambia, si ndivyo? So manake Adam anavyolitenda neno ambalo ameambiwa, manake ana show his dependability katika Mungu. Nitumie lugha nyepesi lakini pia ni ngumu, kwamba mwanadamu aliumbwa mtegemee Mungu. Utegemezi kwa Mungu kuanza kama solution baada ya dhambi, ila utegemezi kwa Mungu ndio ubinadamu halisi. Dhambi ilipokuja ika break that cycle, mwanadamu kuacha kumtegemea Mungu na kuanza kujitegemea. Sikize vizuri, unaposoma kitabu cha Mwanzo sura ya 3, wengi kuna kitu ambacho wanakikosa. Sababu ya Adam kula tunda ilikuwa ni nini? Wengi wanaikosa. Sababu ya Adam kula tunda ujuzi wa mema na mabaya ilikuwa ni nini? Ilikuwa ni nini? Now, very clear, awe kama Mungu. So ndio reason ambayo aliambiwa akiajua mema na mabaya. So manake atakuwa na that wisdom as God, atakuwa na hekima kama Mungu ya kuamua jema na baya. Kwa mwanadamu alikuwa anahitaji, tunasema moral independence from God.
awe na uhuru wa kimaadili mbali na Mungu. Kwa nini Mungu anitafsiri kilicho chema na kibaya, wakati I can make the rule, naweza nikatengeneza sheria for myself? So manake Adam anatafuta kuwa kama Mungu ili asimtegemee Mungu. Kwa hiyo alitafsiri utegemezi kwa Mungu kama utumwa, hivyo anataka uhuru. Alitafsiri ya kwamba lima na kuitunza bustani, matunda haya usiyali, kama vile Mungu anamput into bondage, while anaweza akawa huru naye akawa anampa Mungu maagizo. So manake dhambi ya Adam ilikuwa ni kuacha kumtegemea Mungu na kuanza kujitegemea. Na hiyo dhambi ya kwanza kujitegemea ndo kwenye maandiko inaitwa pride, kiburi. Wanasema inaitwa kiburi cha uzima au tamaa ya macho. Ni pale ambapo mtu anaanza kujitegemea, anaanza kuona uwezo katika yeye mbali na Mungu. Na hiyo ndo lengo kubwa la sayansi kuja. Sayansi lengo kubwa ni kwamba dunia inaweza ikawepo na ikaendelea kuwepo bila Mungu. Yale ambayo yalikuwa ni mysterious kwa zamani zile, wakati anza kabii yakaelezewa kisayansi na yakawa na ushahidi. So maanake ni kwamba tunaweza tukajigovern ourselves. Na kilichokuwa kwenye bustani ya Eden kina namna ile ile ya mwendelezo. Ndicho ambacho kilitokea kati ya Kaini na Abel. Wakati Mungu ametoa agizo ya kwamba kwa ajili ya upatanisho wa dhambi unahitajika uhai, ambao uhai unapatikana kwenye damu. Wamejuaje hilo? Kutoka kwa Adam. Kwa manake wote, Kaini na Abel, wote walisikia ujumbe unaofanana. Neno la Mungu likuja kwamba upatanisho una come through a life. Upatanisho unafanyika kwa uhai, yaani ya kwamba ili mtu apate relief kutoka kwenye kile ambacho amekifanya inabidi afe. Sasa baada hiyo ndo haki ya Mungu, lakini huruma Mungu inachagua kifo cha mnyama badala ya kifo cha mwenye dhambi mwenyewe. Kaini anasema kwa nini Mungu atuelezee kile ambacho anataka? Mimi napeleka mazao badala ya damu. Ndio maana comment ya Mungu ilikuwa ni kwamba, je, ukifanya vyema hutapata kibali? Ukifanya vyema manake ukifuata kama ambavyo imeamriwa hutapata kibali?